Leo hii hapa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, tupo hapa kwa lengo la kuizungumza kwa ufasaha zaidi na kwa kuelimisha jamii yetu zaidi nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, ambaye ni nguzo ya zaka, na katika anwani ya kwamba ni nafasi ya zaka katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na vilevile uchumi wa jamii. Nafahamu kwamba zaka kwa utaratibu wa Uislamu jinsi ulivyoweka ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kikanyanyua haraka sana ama kuondoa kabisa yani umaskini na vilevile kunyanyua uchumi wa kila mtu. Kwa hiyo zaka kuzungumzwa katika sura hii ni muhimu sana, kwa sababu utaratibu wa zaka ama zaka kama zaka imekaa katika maeneo mengi sana. Kuna maeneo ya vitu vya thamani, dhahabu na fedha, na kuna maeneo ya bidhaa za biashara, na kuna maeneo ya mazao, na kuna maeneo ya ufugaji wa nyama. Kwa hiyo maeneo haya ndio maeneo ambayo wanadamu wote wamegawika huko: madini, kwenye masuala ya swala biashara, swala la kilimo na swala la wanyama. Sasa kama zaka itatolewa vizuri na zaka itakusanywa kwa wenye uwezo na kurejeshwa kwa watu ambao hawasiokuwa na uwezo, tunaweza jamii kubwa sana na ikasaidia jamii kubwa zaidi katika kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kijamii. Hiyo ndio falsafa ya zaka katika Uislamu, na leo hii ndio jambo hili tunalizindua na tunalihimiza leo na tunalizungumza katika upana kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu katika nchi yetu. Lengo ni kunyanyua uchumi wa taifa letu na jamii yetu. Kuna watu wengi wanawanyima watu wengine zaka, wanasema sisi tupeleka kwa mayatima tu zaka yetu. Yatima hakutajwa katika kupewa zaka, isipokuwa yatima ataingia katika umaskini na ufakiri, kwa sababu kuna mayatima wengine baba zao ni multi-billionaires, wana uwezo. Huyo yatima ni mdogo, lakini mali yake waweza ukasaidiwa. Lakini yatima akishakuwa maskini, na swala la yatima kuna riaya haswa la mayatima. Riaya hasa ya mayatima haiangalii ni tajiri ni nani, na kama ni tajiri yaweza ikatolewa mali ya tajiri wa wale wanaochunga wale mayatima ikawa inakwenda. Lakini sasa mtu anachukua mali asema mimi napeleka mayatima, kana kwamba mayatima ndio fungu kubwa la zaka. Hili tuwe na tahadhari nalo. Yatima mpaka kwanza, je, yatima ni maskini? Yatima ni fakiri? Hicho ni kitu cha kukiangalia. Sasa ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituma watu. Katika hadithi mmoja katika alimtuma ambaye ni mwanachuoni mkubwa wa masahaba ni Muadh ibn Jabal. Lakini katika kuchukua zaka pia wanaotumwa katika kuchukua zaka, hawa wanaotumwa ndio al-amilina alaiha, ambao ndani ya Qur'ani wametajwa innama sadaqat lilfuqara'i walmasakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم.